Hakika kila itwapo leo Mungu ni mzuri sana. Muda huu natamani sana tutafakari kwa pamoja Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15. Tutasoma mstari ule wa 40 hadi mstari wa 41. Maandiko matakatifu mahali hapa yanasema hivi: tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia mahali hapa inatukumbusha kwamba kama tunavyoona kuna miili ya duniani, tukumbuke kuna miili ya mbinguni. Lakini uzuri, fahari hailingani. Ile miili ya mbinguni ni mizuri sana. Hakika dunia na mambo yake tutaiacha, tena hata miili hii tuliyo nayo tutaiacha, hatutakwenda nayo mbinguni. Ndio maana Biblia inasema msidanganyike, nyama na damu havitaurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Na kukumbusha mwana wa Mungu, mwili usikudanganye ukashindwa kuokoka. Mwili usiwe sababu ya wewe kushindwa kuishi maisha ya usafi na ya utakatifu. Usiufuate mwili. Mwili wenyewe unajua uende mbinguni. Utakulazimisha kuvaa kama watu wa dunia, utakulazimisha kusema kama watu wa dunia, utakulazimisha kutenda kama watu wa dunia. Ukatalie mwili. Biblia inasema tukienenda kwa mwili hatuwezi kufanya matakwa ya roho, lakini tukienenda kwa roho kama hatuwezi kutimiza matakwa ya mwili. Enenda kwa roho, kataa matakwa ya mwili, ukijua kwamba nyama na damu havitaurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Inawezekana unaponisikia mwili wako umechakaa na magonjwa, shetani amejaribu kupiga mwili wako. Usimwache Bwana Yesu. Kuna mwili mwingine mzuri wa mbinguni unakusubiria, mwili ambao hakika ni mzuri kuliko mwili wa Muhindi, kuliko mwili wa Mwafrika, kuliko mwili wa mzungu, kuliko mwili wowote. Ni mwili mzuri sana. Maandiko matakatifu yanasema wale wanaodumu katika imani wataenda kuvikwa miili mizuri ya mbinguni. Kwa wanaokwenda mbinguni kuna miili mizuri sana inawasubiri, miili iliyobeba utukufu, miili isiona uchungu na haipatwi na magonjwa. Heri yako wewe uliye na sehemu katika mji ule wa mbinguni, Yerusalemu mpya. Tutafutwa machozi yetu na Bwana Yesu tukifika mbinguni. Kaza mwendo. Ndio maana shetani hataki tuende mbinguni. Atainua dhiki, adha. Inawezekana kuna mahali unapita na kuna mambo yanakuvunja moyo na kukasha tamaa. Usimwache Bwana Yesu. Songa mbele. Yeye ajaye anakuja, wala hata kawia. Na Yesu amesema ameenda kutuandalia makao, ili pale alipo sisi nasi tupate kuwepo. Mwana wa Mungu, mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya unakusubiri. Kuna mwili wako mzuri mbinguni unakusubiri. Songa mbele, mwangalie Yesu. Mungu wangu akubariki sana. Neno hili likuimarishe kiroho katika jina la Yesu. Amen.